PID, yani pelvic inflammatory diseases, ni moja ya magonjwa ambayo yanawasumbua wanawake wengi. Katika mada ya leo nitakuelekeza nini maana ya PID na zipi dalili za mwanzo za PID ambazo unapaswa kuzijua na kuchukua hatua mapema ili uweze kujilinda na kutunza afya yako katika hali ambayo inatakiwa. Utakuwa naye Daktari Lenny Komba anatukuletea mada hii kwa undani. Kama ulikuwa bado kujiunga nasi, basi bonyeza alama subscribe, kengele pembeni yake. Tuanze kuangalia nini maana ya PID, yani pelvic inflammatory diseases. Haya ni maambukizi ya bakteria katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Maambukizi haya yanahusisha mke, yanaweza yakasababisha madhara kama utasa, lakini pia ugumba, lakini pia changamoto nyingine za kiafya kwa wanawake ambazo zinawanyima furaha au zinawanyima raha kwa namna moja ama nyingine. Sasa zipi ni dalili za mwanzo za PID, yani pelvic inflammatory diseases? Dalili ya kwanza ambayo huwapata watu wengi ni maumivu makali ya tumbo. Maumivu haya yanaweza yakawa yanaenea mgongoni, lakini pia maumivu haya yanaweza yakawa yanaendelea na yakawa yanadumu kwa muda fulani, na maumivu haya yakawa ni mfumo kama vile yanavuta. Dalili ya pili ni kutoka na uchafu usio wa kawaida katika sehemu za siri za mwanamke. Uchafu huu unaweza ukawa na rangi nyeupe au rangi ya njano, lakini pia unaweza ukaambatana na harufu. Uchafu huu unaweza ukatoka mara baada ya kupata mkojo, au unaweza ukawa unatoka mfululizo, au unaweza ukatoka kwa namna yote, lakini tu ni uchafu usio wa kawaida katika sehemu za siri. Dalili ya tatu ambayo ni dalili ya mwanzo kwa watu wenye PID ni kupata maumivu mara baada ya kupata mkojo. Dalili hii inaweza ikaambatana na kupata maumivu mama akishamaliza mkojo au binti akishamaliza kukojoa, basi anaweza akapata maumivu makali sana, maumivu ambayo hayawezi kuelezeka kwa njia ya kawaida, ambayo si hali ya kawaida. Lakini pia maumivu haya yanaweza kuambatana na ugumu wa kutoa mkojo wa mwisho na kutomaliza mkojo. Dalili nyingine ambayo ni dalili ya mwanzo kwa wagonjwa wa PID, kuwashwa sehemu za siri. Unaweza ukawa unawashwa sehemu za siri, na dalili hii inaweza ikatokea mara baada ya kupata mkojo. Unaweza ukawa unawashwa au tunawashwa hata kama hautoi mkojo kwa muda huo, unaweza ukapata changamoto ya kuwashwa sehemu za siri. Dalili nyingine inaweza ikaambatana na kutokwa na damu sehemu za siri, hasa mara baada ya kumaliza mkojo au mara baada ya tendo la ndoa. Unaweza ukapata damu zinavuja kwa kiasi fulani ambazo sio nyingi, lakini pia inaweza ikaashiria kwamba una viashiria vya PID. Dalili nyingine ambayo inaweza kutokea kwa mgonjwa wa PID, kutopata hedhi kwa mwezi mmoja. Unaweza kamisi period kwa kipindi cha mwezi mmoja au miezi kadhaa. Inaweza ikachangia, inaweza kaashiria kwamba una ugonjwa wa PID. Kumisi period pia inaweza kaashiria ni moja dalili ya PID. Dalili nyingine kwa mgonjwa wa PID ni kupata homa isiyoelezeka. Homa inayoambatana na kichefuchefu na kutapika, lakini pia muda mwingine unapata hata kizunguzungu. Hii tunaita ni dalili ambayo ni advanced kidogo na mfano na magonjwa mengine. Kwa hiyo inaweza pia ikatokea kwa mgonjwa wa PID. Hizi zilikuwa ni dalili ambazo zinaweza kutokea, ni dalili za awali kabisa kwa mgonjwa mwenye shida ya PID ambazo zinahitaji kufanyiwa uchunguzi mara moja ili kumsaidia mtu huyu ambaye anaumwa ugonjwa wa PID. Ni muhimu kupata matibabu mapema ili kuweza kuwasaidia hawa wazazi ambao au wakina mama ambao wanapata changamoto ya PID. PID inatibika ikiwahi kupata matibabu mapema. Kwa hiyo kwa dalili hizi ambazo nimezitaja hapa, ni kuombe uweze kuchukua hatua mapema ili uweze kutunza afya yako kwa jinsi ambavyo inatakiwa. Tutaenda katika mada ijayo tukiangalia matibabu ya PID. Siku njema na Mungu akubariki.